mwaka kwa ushindi, vuka mwaka katika nguvu, vuka mwaka kwa neema ambayo Mungu anakupa. Kumbuka Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu huwa linatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ashukuriwe Mungu kunipa haya maneno ambayo niyaseme siku ya leo mbele zako wewe unayenitazama popote ulipo, tukiwa kwenye madhabahu ya Sayuni Gospel Miracle Church. Muda sio mrefu tumetoka kwenye ibada ya kumega mkate wa Bwana, ibada ya meza ya Bwana ambayo pia inatufanya tuingie kibabe mwaka na kwenda kuutawala. Kumbuka ibada ya juma liloisha tulikuwa na somo letu linaendelea, lilikuwa linasema ingia mwaka kibabe, na tuliona katika Joshua 1 na ule mlango wa 5 tuliona kuanzia hapa 1 mpaka 5 mpaka 7 pale tunaona Mungu namna ambavyo alikuwa akimuasa Joshua, akimwambia mwanangu, katika nchi utakaoingia, nchi ya ahadi, hakuna mtu atakayesimama upande wako, hakuna mtu atakayeshindana na wewe. Yoyote atakayeshindana na wewe ataangushwa na atapigwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo ashukuriwe Mungu ametupa andiko lingine kutoka Ufunuo 3. Unaweza ukaanza ule mstari wa 7 mpaka 8. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo litakapokuwa kichwa chetu cha somo, ndipo tutakapoanzia hapa. Maandiko yanasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenao yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufunga wala hapana awezaye kufunga, wala hapana awezaye kufunga, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hapa maneno haya ndio yanayoenda kubeba ujumbe mzito sana. Sasa sisi Mungu